Naam, uhali gani ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV. Nikualike katika tafakari ya kesha la asubuhi ikiwa ni Agosti 11, 2026 na mada ya siku ya leo na kichwa kinachosema imeandikwa moyoni. Mada yetu imejengwa katika kitabu cha Yeremia 31 aya ya 33 na 34, naye anasema: baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Sheria ile ile iliyoandikwa juu ya vibao vya mawe imeandikwa na Roho Mtakatifu juu ya vibao vya moyo. Badala ya kwenda huku na huko kujaribu kuanzisha haki yetu wenyewe, tunaikubali haki ya Kristo. Damu yake inafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Utii wake unakubaliwa kwa ajili yetu. Ndipo moyo uliofanywa upya na Roho Mtakatifu utazaa matunda ya Roho. Kupitia katika njia ya neema ya Kristo tutaishi tukitii sheria ya Mungu iliyoandikwa juu ya mioyo yetu. Tukiwa na Roho wa Kristo tutaenenda vile vile kama yeye alivyoenenda. Kuna makosa mawili ambayo zidi yake watoto wa Mungu, hasa wale ambao ndio tu wamekuja kuitumainia neema yake, wanatakiwa kujilinda kwayo kwa namna ya pekee. Kosa la kwanza ni lile la kuyategemea matendo yao wenyewe, wakitumainia chochote wanachoweza kufanya ili kuwaleta katika upatanifu na Mungu. Yeye anayejaribu kuwa mtakatifu kwa matendo yake mwenyewe katika kutunza sheria, anajaribu kutenda jambo lisilowezekana. Kosa lililo kinyume chake na lisilo na hatari pungufu ni kwamba kumwamini Kristo kunaweka wanadamu huru kutoka katika kuitunza sheria ya Mungu, kwamba maadamu ni kwa imani peke yake tunakuwa washiriki wa neema ya Kristo, matendo yetu hayana uhusiano wowote na ukombozi wetu. Kama sheria imeandikwa moyoni, je, haitayatengeneza maisha? Badala ya kumwachilia mwanadamu huru kutoka katika kutii, ni imani na imani peke yake ambayo hutufanya kuwa washirika wa neema ya Kristo, ambayo hutuwezesha kutoa utii. Pale ambapo katika neno la Mungu hakuna imani tu, bali pia kujisalimisha kwa mapenzi yake, ambapo moyo umesalimishwa kwake, mapenzi yamekazwa kwake, hapo pana imani. Imani itendayo kazi kwa upendo na kuisafisha roho. Kupitia kwa imani hii, moyo hufanywa upya katika sura ya Mungu. Moyo ule ambao katika hali yake ya kutokufanywa upya hauko chini ya sheria ya Mungu, wala hauwezi kufurahia kanuni zake takatifu. Ukipaza sauti moja na mtunga zaburi, sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo tafakari kwangu mchana kutwa. Zaburi 119 aya ya 97. Na haki ya sheria inatimilizwa ndani yetu. Tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Warumi 8 aya ya 4 na ile aya ya kwanza. Kumbuka mada inasema imeandikwa moyoni, tukiangazia sheria ya Mungu ambayo Mungu ametuita ili tuweze kuitii. Na anasema kwamba kuna watu wanasema wakimpokea Kristo hawana haja ya kutii sheria ya Mungu, lakini hapa tunapewa wito wa kuitii sheria ya Bwana. Hapo ndio mwisho wa tafakari yetu. Nikualike hapo kesho katika mwendelezo wa mada yetu, na katika siku ya Agosti 12 tutakuwa na tafakari muhimu, tafakari inayosema ahadi ya Mungu ya milele. Usikose, na Bwana akubariki.